Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela, Mheshimiwa mkuu wa mikoa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa naibu waziri, viongozi wote wa chama, viongozi wetu wa dini, viongozi wa serikali, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukwaa hili ni la kwako, lakini mwanasiasa akiambiwa asalimie hakosi maneno, hususan kwa sababu niko katika jiji la Tanga. Kwa hiyo tunakukaribisha tena katika jiji la Tanga, katika mkoa wa Tanga, lakini kipekee tunakupongeza na kushukuru kwa kazi kubwa na nzuri ambayo inaifanya katika kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kutatua changamoto mbalimbali za kimaendeleo nchini Tanzania. Katika miezi mitatu nimepata heshima ya kufanya kazi na wewe kwa karibu, usiku na mchana kwa karibu zaidi katika udhibiti wa corona. Nimeona jinsi ambavyo hulali, jinsi ambavyo unahangaika, kwa kweli tunakupongeza sana. Lakini kipekee tunakushukuru kwa kusimamia kikamilifu ajenda za maendeleo za mkoa wa Tanga na hususan katika kufufua zao hili la mkonge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umesema vizuri, mkonge ni Tanga, Tanga ni mkonge, na wazee wangu mimi wananambia Tanga imejengwa kwa mkonge. Lakini kuna magorofa London na sehemu nyingine za Uingereza ambazo yamejengwa kwa sababu ya fedha za mkonge. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyojitoa kuhakikisha kwamba tunarejesha heshima ya Tanga kupitia zao la mkonge. Lakini na mimi kama mwana Tanga nafurahi kuona Mkonge House. Tanga tunapenda mambo mazuri mazuri, vitu vizuri vizuri, panavutia. Kwa Mheshimiwa naibu waziri, katibu mkuu, naamini mtaboresha zaidi yende na hadhi ya Tanga. Sisi ni watu wa shamsham, mashallah, lazima kuvutie zaidi. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuahidi kabla jambo la pili, mimi na wanasiasa wenzangu, waheshimiwa wabunge, tutahimiza wananchi kulima mkonge. Mimi mwenyewe nimeanza, Mheshimiwa DC wangu wa Handeni anajua, nimeanza hekta 7.5 kijiji cha Nkale, kata ya Kwa Matuku, halmashauri ya Handeni vijijini. Kwa hiyo nimefurahi Mheshimiwa Waziri Mkuu utaenda Mlingano. Nilipata shida ya zile nurseries, mbegu. Ni gharama kweli. Kwa hiyo nisidanganye, na mimi nikachukua hii maoteo. Bado mkonge wake naambiwa hauna ubora. Sasa waziri, nimeshindwa kununua hizi ambazo zina ubora. Sasa mkulima wa kawaida ataweza vipi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema haki ya Mungu wa Tanzania wataendelea kukuombea na kukushukuru kwa jinsi unavyojitoa. Kwa lengo langu ni kulima hekta 50. Na naamini mwezi wa 10 wa 11 nitapanda tena hekta 15. Kwa waheshimiwa wabunge wenzangu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutahimiza wananchi, na hapa Tanga mjini tuna maeneo, tuna Kirare, tuna Marungu, tuna Tongoni, tuna Chongoleani, tuna Mabokweni, tuna Kiomoni. Kwa hiyo tunakata kama 7 ambazo tunaweza tukalima mkonge. Kwa hiyo mkurugenzi na mkuu wangu wa wilaya wako hapa, tutaenda kuhimiza eka 2 eka 5 ili tuweze kuibeba Tanga. La pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuhusu mapambano dhidi ya corona. Niendelee kukushukuru wewe na Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na miongozo yenu katika udhibiti wa corona. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hali ni nzuri. Kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, Tanga hatuna mgonjwa wa corona. Kituo kile cha Masiwani, hospitali ya wilaya ambacho kilikuwa kinatumika kwa ajili ya wagonjwa kimefungwa. Tulikuwa na kambi Horohoro, Korogwe, lakini kote huko tuko salama. Nilikuwa naangalia takwimu zangu za Dar es Salaam, Amana leo tuna wagonjwa 3, Mloganzila tuna mgonjwa 1, Kibaha ambako nashukuru mkuu wa mkoa huko hapa hatuna mgonjwa, ni 0, hamna kabisa. Mwanza hatuna mgonjwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. La kusisitiza, bado corona ipo, tuendelee kuchukua tahadhari, tuendelee kujikinga. Na mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilisema pale Ikulu Dodoma, katika uwaziri wangu sijawahi kupitia kipindi kigumu kama kipindi hiki cha kufanya corona. Kwa kweli nilihenya, lakini nakushukuru wewe na Mheshimiwa Rais, mmejiimarisha, mmenijenga na leo tunasimama vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wetu wa dini, nimemwona shehe wetu wa mkoa, Shehe Luhuchu yuko hapa. Tunawashukuru kwa maombi yenu. Baba Askofu Banzi, tunakushukuru sana, na viongozi wote wa dini tunawashukuru sana kwa sala na maombi yenu. Corona tumeishinda Tanzania. Nikiangalia wenzangu katika nchi nyingine, haki ya Mungu tunasema hivi, sisi
Mwenyezi Mungu, nini hasa zaidi ya kumwambia asante Mwenyezi Mungu kwa kutoa? La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalize, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwa Oktoba, na mimi na viongozi wenzangu wa chama hususani wa jimbo la Tanga tuko imara. Tunamwahidi Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kura za kishindo, na asije Tanga, yeye abaki kufanya kazi zake za kuijenga Tanzania, amalize hii miezi mitatu minne kupeleka mbele maendeleo. Mimi na mwenyekiti wangu meja mstaafu Mkoba yuko hapa na kamati ya siasa, tunahakikisha kura za kishindo kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo tufikishie salamu zake, ameshajinadi, ameshatekeleza ilani. Kwa hiyo hata akikaa Dar es Salaam, sisi tutapita kuhakikisha anapata kura za kishindo. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Karibu Tanga na usichoke kuja Tanga. Sisi siku zote tuko tayari kupokea wageni. Tanga ni wakarimu, Tanga tunapenda wageni. Bahati mbaya tu ukija hulali. Lakini tungeweza Mheshimiwa Waziri Mkuu ananichokoza, anasema niseme kuhusu Tanga mjini. Sasa kamisa yuko pale, mwenyekiti wa CCM wa mkoa yuko, asi akasema anaanza kampeni kabla ya muda. Lakini naamini hodi Tanga. Actually mimi ni mwenyeji wa Tanga, wala sina haja ya kupiga hodi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Na wanatanga naamini wataendelea kuiamini na kuishirikiana na serikali yetu katika kutatua changamoto mbalimbali za kimaendeleo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwenyezi Mungu akubariki. Nimalize, mkuu wangu wa mkoa, wamesema wenzangu, kwa kweli Msukuma huyu wa kishapu ameibeba Tanga, ameiweza Tanga. Kuna mambo ambayo kama sasa hili la mkonge, Mheshimiwa Waziri Mkuu, msituondolee Shigela. Kwa kweli Shigela amejitoa kushirikiana na wenzake katika kuijenga Tanga. Lakini mahusiano mazuri kati ya mkuu wa mkoa na chama, mwenyekiti wangu Shekifu atasema. Kwa kweli tunamshukuru Shigela, amesimama imara. Kuna mambo magumu ambayo tusingetegemea kama Shigela angeyaweza kwa jinsi Tanga ilivyo, lakini ameyaweza. Kwa hiyo Shigela, Mwenyezi Mungu akubariki. Wanatanga tutakuombea, na nilitamani hata tumtafutie mke wa Tanga, lakini tena nasema tena sijui. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru. Amekuja na wake bwana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Afya, na sisi tunakupongeza sana kwa kazi mzuri unayoifanya, lakini kwa kazi ambayo umeifanya kupambana na maambukizi ya ugonjwa huu wa corona. Unajua wakati mwingine lazima tuseme ukweli. Kunakuwa na wanawake lakini mashoka. Wewe ni mama wa shoka. Sasa tukisema jembe si kubwa ni lipi, na kama jembe itakuwa ni lile jembe kubwa. Hongera sana, umefanya kazi nzuri. Na Wanatanga, msipoteze dhahabu kama hizi. Unajua tunatamani ziende kwetu. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Adadi, mbunge wa Muheza, na apate kusalimia. Karibu tu kivulini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mawaziri, manaibu wa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa mbalimbali, mashehe, baba askofu, wakuu wa wilaya na viongozi wengine mbalimbali, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza ningependa kukushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa sababu hii ni mara ya pili katika kipindi kisichozidi nafikiri mwezi mmoja na nusu umeweza kuja mkoani Tanga kwa ajili ya kushughulikia swala la mkonge. Mkonge kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Tanga ndio ulikuwa uchumi wetu, na mpaka tukajenga hoteli inaitwa Mkonge na majengo mbalimbali. Sasa dhamira yako ya kuja mkoani Tanga katika kipindi kifupi ni kuonyesha kweli umedhamiria kutufufulia hili zao la mkonge. Sisi uchumi ulikuwa unategemea mkonge, na mkonge ulipokufa basi na Tanga yote imekufa. Lakini ujio wako pamoja na juhudi ambazo anafanya mkuu wa mkoa, sasa hivi tumeanza kuona matunda. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
wale halmashauri zetu zilikuwa hazilipi ushuru wote, lakini sasa hivi tumepata bylaw kwa juhudi kubwa ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na halmashauri. Sasa hivi wale walimaji wa mkonge wameanza kulipa kwenye halmashauri zetu. Tunakushukuru sana tena sana, kwa sababu bylaw hiyo imekwisha pitishwa na waziri wa TAMISEMI na imeanza kutumika. Sasa pamoja na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale wakulima wadogo wadogo ambao walikuwa wanalima wameanza kupata hamasa na kuanza kufufua, kuanza kulima. Mimi nikiwa mmoja wapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina shamba Ngombezi.